Mambo vipi mwana michezo, karibu tena kwa ajili ya kupeana zile taarifa hususan masuala ya usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili. Sisi kwa sasa tunadili tuna masuala ya usajili, hivyo kama hujasubscribe utakuwa unapitwa na taarifa nyingi hususan masuala ya usajili wote Simba wanaofanya. Basi taarifa hizo zote utazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Na kwa upande wa Yanga pia wanamsajili nani, wanamwacha nani, taarifa hizo pia zitakujia hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Hivyo subscribe ili uwe mwanafamilia wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Taarifa zote za usajili, Simba wanamsajili nani, Simba wanamwacha nani, taarifa hizo zitakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yaani notification, kama tu utakuwa umegusa neno subscribe. Hivyo subscribe kwa sasa ili ujiunge na maelfu ya Watanzania, na taarifa zote za usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili basi sisi tutakuwekea hapa na wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Kiwasha tu data basi notification ya taarifa zetu kutoka katika channel hii. Kwa sasa sisi tunadili na masuala ya usajili tu kuelekea dirisha kubwa la usajili. Basi leo na taarifa moja nyeti kabisa kutoka pale kunako klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Unajua nini ambacho kimetokea kunako klabu ya Wekundu Msimbazi Simba? Basi kaa mkao wa kula na nakusihi tu kama hujasubscribe gusa tu neno subscribe, halafu kaka kutulia. Taarifa zote za usajili utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Bwana, leo na taarifa moja ambayo ni big story kutoka pale kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na taarifa hii ni moto kweli. Wewe mfuatiliaji wa channel yako ya habari za michezo na burudani, iko hivi: baada ya finali kumalizika katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, kati ya Simba pamoja na RS Berkane, na RS Berkane kufanikiwa kutoa ubingwa wa shirikisho msimu huu wa 24 na 25, na Simba kuweza kupoteza finali yake ya kwanza. Baada ya mchezo huo, Simba wamejiuliza kitu gani ambacho kimewakosesha ubingwa, na wakagundua kwamba ni quality ya wachezaji. Hivyo Simba walihitaji kusajili wachezaji wenye ubora mkubwa ili msimu ujao waweze kurejea katika michuano hiyo, na Simba ana uhakika ama na asilimia kubwa kumaliza nafasi ya kwanza ama ya pili kunako ligi kuu ya NBC. Hivyo msimu ujao atarejea katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo anatakiwa afanye usajili wa kufuru ili kuweza kufanya vizuri katika michuano hiyo. Hivyo Simba wameanza sasa harakati za usajili, na kwa sasa wameanza mazungumzo na kiungo Mamadou Lamine Camara, kiungo wa RS Berkane ambaye alizima kabisa eneo la kiungo la klabu ya Wekundu Msimbazi Simba toka finali ya awali kule Morocco na finali ya pili pale katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Simba wana mwangalia kwa jicho la tatu Mamadou Lamine Camara, raia wa Senegal ama Msenegalisti, ili kuweza kuipata saidi yake kutoka kunako klabu ya RS Berkane. Baada ya mchezo kumalizika, viongozi wa Simba walizungumza ama walimfuata Abdul Lamine Camara ili kuweza kuzungumza naye kama kuna uwezekano wa kuweza kuipata saini yake kuelekea dirisha kubwa la usajili. Kumbuka wadhamini wapya wa Simba J-Root Company waliwaambia uongozi wa Simba, mchezaji yoyote ambao wanamhitaji wao ambaye klabu wanashindwa kumnunua kutokana na dau kubwa, basi wao J-Root Company watafanya hivyo kwa ajili ya kumsajili mchezaji huyo. Ndio maana Simba wakawa na jeuri ya kuzungumza na Mamadou Lamine Camara, Msenegalisti huyo ambaye anakipiga kunako klabu ya RS Berkane kama kiungo mkabaji ama kiungo wa kati. Jeuri hiyo inawapa Simba nafasi ya kuweza kuzungumza na Lamine Camara kuelekea dirisha kubwa la usajili. Basi hizi ndio taarifa ambazo nimeona nikupatia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya habari za michezo na burudani, kupitia kwa mabosi wa klabu ya Simba Mohamed Mo Dewji pamoja na Azim Dewji, na kupitia wazabuni wapya J-Root Company wapo katika mazungumzo ya kuifuatilia saini ya Abdul Mamadou Lamine Camara
kiungo mkabaji wa RS Berkane ambaye amejizolea umaarufu mkubwa katika fainali hizi mbili. Kumbuka fainali ya kwanza kule Morocco aliweza kufunga bao la kwanza la RS Berkane, hivyo pia kuwa lulu pia na kikwazo kikubwa cha Simba kuweza kutoa ubingwa huo wa kombe la shirikisho, pia katika mchezo wa marejano ambao ulichezwa pale katika uwanja wa New Aman Complex pale visiwani Zanzibar. Hivyo mabosi wa Simba Azim Dewji, Mohamed Mo Dewji pamoja na J Root Company wafadhili wapya ambao wameweka mezani bilioni 38 kwa masuala ya usajili. Pia Simba wanaangalia namna ya kuweza kuipata saini ya kiungo mkabaji huyo ili kuweza kuongeza ubora katika eneo la kiungo mkabaji la klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kwa sasa anasimamia Yusuf Kagoma katika eneo hilo. Hivyo Simba wanahitaji kiungo mwingine mkabaji mwenye uwezo mkubwa kama Mamadou Lamine Camara, kiungo msenegalisti huyu kutoka kunako klabu ya RS Berkane pale nchini Morocco, na tumemshuhudia katika fainali hizi mbili amefanya mambo makubwa pamoja na kufunga bao ambalo limeifanya Simba kukosa ubingwa wa shirikisho msimu huu wa 24 na 25. Basi hizo ndio taarifa za usajili ambapo kila siku sisi tunadondosha na taarifa mpya humu ndani. Basi hizo ndio taarifa nyeti ambayo tumeinasa kutoka kwa mabosi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nikikwambia kusa neno subscribe ina maana na maanisha kweli kweli. Kusa tu neno subscribe, kila taarifa ya usajili sisi ambao tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Leo tulikuletea taarifa hii ambao tumekwenda chimbo tukaibuka na madini haya. Lamine Mamadou Lamine Camara, kiungo huyu wa RS Berkane, amewavutia mabosi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa sasa wanaangalia uwezekano wa kuulizia saini yake kama utaipata, na Simba wakipewa jeuli na J Root Company wazabuni wapya ambao wameweka mezani mzigo wa bilioni 38, na ikiwa hizo pesa pia ni miongoni mwa usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili la msimu wa 25 na 26. Basi hizi ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii habari za michezo na burudani. Kama hujasubscribe utakuwa unapitwa na mambo mengi sana. Subscribe kwa sasa ili uwe mwanafamilia wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Kwa sasa sisi tunadili na masuala ya usajili tu.